nihitimishe tu kwamba sisi kwa mfano Dar es Salaam, umeme wote ambao tunautumia katika nchi, sisi Dar es Salaam peke yetu consumption yetu ni megawatt 686 na inakuwa kwa almost 19%. Makuzi hayo Mheshimiwa Makamu wa Rais ni kwa sababu wakati fulani joto linapoongezeka, viwanda vinapoongezeka, matumizi ya umeme yanakuwa pia ni makubwa sana. Kwa hiyo ukubwa huo pia unatokana na mabadiliko pia tabia nchi ambayo wakati fulani inaweza kupelekea joto kuwa jingi au vinginevyo. Sasa hii 686 Mheshimiwa Makamu wa Rais itakapokuja kukosekana kwa sababu ya ule umeme utokanao na maji, maana yake athari katika nchi zinakuwa ni kubwa sana. Maji, Mheshimiwa Makamu wa Rais, Dar es Salaam pekee yetu consumption ya maji ni lita milioni 545. Milioni 545. Ni lita nyingi sana. Kwa lugha nyepesi ni kwamba maji yatakapokuja kukauka na kukosekana, maana yake athari za watu zaidi ya milioni 5 ambao tunazungumzia itakuwa ni kubwa mno. Kwa mantiki hiyo, sekta ya umeme peke yake na sekta ya maji peke yake katika huo mnyororo wa thamani umetoa ajira nyingi sana kwa wana Dar es Salaam na Watanzania kwa ujumla. Kwa hiyo tunapozungumzia mabadiliko ya tabia nchi na athari zake na namna pia ya kuwa na strategy za climate change hizi, ili angalau tuweze kuangalia tunaweza kuishi vipi, maana yake sisi wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam tuko very careful na jambo lolote ambalo linaweza kuathiri mazingira na mwisho tukapata tabia mpya ama ruwaza mpya ya tabia ya tabia nchi, kwa maana new behavioral pattern ya nchi kwenda kwenye mabadiliko ya tabia nchi. Mwisho, Mheshimiwa Makamu wa Rais, sisi na wenzangu tumehudhuria mkutano huu ili tujifunze, lakini pili tuweze kupokea yale masuala yote ambayo yataelekezwa ndani ya mkoa wetu. Mwaka jana baada ya mvua kunyesha, Mheshimiwa Makamu wa Rais, tumepata athari kubwa sana kwenye mito yetu ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam. Mfano, barabara hii uliokuja kuanzia pale Mwenge umeanza na mto Mlalakuwa. Ukipanda juu kaangalia athari za bonde la mto Mlalakuwa, Mheshimiwa Makamu wa Rais, inatisha sana. Lakini umesogea mbele ukaja bonde la mto Tegeta. Ukasogea mbele ukaja bonde la mto Nyakasangwe. Na ukasogea mbele ukaja bonde la mto Mpiji. Bonde la mto Mpiji peke yake, Mheshimiwa Makamu wa Rais, ni hatari kubwa sana ambalo limeathiri kwa kiwango kikubwa, na ukienda kule mjini unakutana na bonde sasa la mto Msimbazi. Tunamshukuru sana pia Mheshimiwa Rais, tupelekee salamu kwamba mwaka huu wa fedha tutaanza kutengeneza lile bonde la mto Msimbazi, angalau japo si kwa ukubwa sana, lakini ni ishara kwamba sasa kuna jambo ambalo tunalidhamiria. Kwa hiyo sisi tumekusha pigwa sana na mabadiliko haya ya tabia nchi. Madaraja wakati fulani kwa sababu ya mvua nyingi yanaondoka, yanasombwa, resources za taifa zinakuja pia kwenye jambo hili. Mwisho, Mheshimiwa Makamu wa Rais, kama nilivyosema kwamba unapozungumzia concept ya national security, zamani tulikuwa tunaweza tukaishia kwenye national security ya kawaida sana, lakini leo food security ni kitengo ni miongoni mwa concept kubwa. Tabia nchi yanaweza pia kuathiri kutokupatikana kwa chakula. Chakula kikishindwa kupatikana, political instability katika taifa letu inatokea, na itakapotokea national security inakuwa njia panda. Kwa hiyo tupo tayari kupata maelekezo ambayo sisi wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam tutayazingatia na kuyafanyia kazi. Asanteni sana. Je, unatafuta mavazi ya kipekee yenye muonekano wa kuvutia? Karibu Ruru Hunter, chapa ya ubunifu wa mavazi inayokuletea mitindo ya kisasa kwa vijana, watu wazima, wanaume, wanawake na watoto kwa aina mbalimbali kama vile t-shirt, trunks, crop tops, hoods, kofia, begi, taulo, socks, vito na mashati. Tunahakika utaonekana nadhifu kila wakati ndani na nje ya nchi. Wasiliana nasi sasa kupitia namba za simu 0759297756 na kauli mbiu yetu ni We are smart, look smart.